Naam, mtazamaji, msafara uliokuwa umembeba naibu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche umepata ajali mbaya ya barabarani huko Sumbawanga mjini mkoani Rukwa. Viongozi wawili wa ngazi ya juu wa umoja wa wanawake wa chama hicho cha Chadema wamelazwa hospitalini kutokana na hali hiyo ya ajali. Hebu tuanze na misingi ya kile kilichotokea. Chadema inathibitisha kuwa moja ya gari lililokuwa sehemu ya msafara wa John Heche lilipoteza mwelekeo na kuanguka wakati likipita Sumbawanga. Hili halikuwa gari lolote lile la kubahatisha, lilikuwa ni gari lililounganishwa rasmi na msafara wa kisiasa wa John Heche, likisafiri kama sehemu ya ziara yake ya mkoani Rukwa. Viongozi wawili wa juu wa Bawacha ambao ni baraza la wanawake wa Chadema walikuwa ndani ya gari hilo wakati ajali hiyo ilipotokea. Wote wawili walikuwepo hasa kwa sababu walikuwa wakisafiri na msafara wa John Heche kwa shughuli na mikutano ya chama. Wacha tuzungumze juu ya mwathirika wa kwanza kwa undani, ambaye pia ni kiongozi wa Bawacha ndani ya Chadema. Anaitwa Happy Mwasambili, anashika nafasi ya mwenyekiti wa Bawacha wilaya ya Sumbawanga. Alikuwa amepanda gari hilo katika msafara wa John Heche lilipoanguka, na matokeo yake alipata majeraha katika sehemu nyingi za mwili wake. Majeraha yake mabaya zaidi ni kuvunjika mkono, na sio kuvunjika mara moja tu. Ripoti zinasema na kuonyesha kuwa mkono wake ulivunjika sehemu mbili tofauti wakati wa ajali iliyohusisha gari la msafara wa John Heche. Hilo ni jeraha kubwa, aina ambayo kwa kawaida huhitaji uangalizi wa upasuaji na muda mrefu wa kupona. Hivi sasa Mwasambili, mwenyekiti huyo ndani ya Bawacha, anapata matibabu chini ya uangalizi wa moja kwa moja wa madaktari. Madaktari wanamweka chini ya uangalizi wa karibu, wakifuatilia hali yake hatua kwa hatua ili kuhakikisha hakuna matatizo zaidi ya majeraha yanayoonekana aliyoyapata wakati akisafiri na msafara wa kisiasa wa Chadema. Sasa kwa mwathirika wa pili anaitwa Elda Mbegu na ana nafasi ya uwenyekiti pia wa Bawacha ngazi ya jimbo. Yeye pia alikuwa katika msafara huo wa John Heche na yeye pia alijeruhiwa wakati gari hilo sehemu ya msafara wa John Heche lilipoanguka huko Sumbawanga. Jeraha la Mbegu lilikuwa kwenye mguu wake, lakini kinachofanya hali yake kuangaishwa zaidi ni kile kilichotokea baadaye. Kufuatia mshtuko na kiwewe cha ajali hiyo, shinikizo la damu lake lilipanda sana. Kwa maneno ya kimatibabu, hicho ni kipindi cha shinikizo la damu na kinaweza kuwa hatari kisipodhibitiwa haraka, hasa katika wakati wa mafadhaiko. Hata hivyo, kwa sababu ya matatizo hayo, Mbegu alikimbizwa moja kwa moja katika kitengo cha dharura katika hospitali hiyo ambako anaendelea kupatiwa matibabu hadi sasa. Madaktari wanajitahidi kutuliza jeraha lake la mguu na shinikizo la damu lililopanda kufuatia ajali hiyo katika msafara wa kisiasa wa John Heche. Mtazamaji, taarifa hizi hazitokani na uvumi au fununu kwenye mitandao ya kijamii, zinatoka moja kwa moja kwa mkurugenzi wa itikadi na mawasiliano wa Chadema, Brenda Rupia. Yeye ndiye aliyetoa taarifa rasmi jana kuthibitisha kuwa Mwasambili na Mbegu walijeruhiwa baada ya gari la msafara wa John Heche kupata ajali huko Sumbawanga. Sasa hebu tusite kiasi hapa kwa muda wa ufafanuzi, kwa sababu maelezo haya ni muhimu na unafaa kuelewa. Ukweli kwamba ni mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho mwenyewe anayethibitisha ripoti hizi za ajali na kutaja msafara wa John Heche bila kuficha, inatuambia Chadema haijaribu kupunguza au kujiweka mbali na taarifa za ajali hiyo. Wanamiliki simulizi mapema ambayo katika mawasiliano ya kisiasa kwa kawaida ni hatua nzuri zaidi. Turudi kwenye mazingira ya kwa nini msafara huu wa John Heche uliingia hata barabarani Rukwa hapo mwanzo. John Heche na timu yake hawakuwa katika safari ya kawaida. Walikuwa katikati ya ziara ya kisiasa wakifanya mikutano, ikiwa ni sehemu ya harakati za uhamasishaji wa Chadema katika mkoa wa Rukwa. Sasa rejea kile Brenda Rupia alisema katika taarifa yake rasmi. Hakuthibitisha tu ajali na majeruhi, alitoa wito wa moja kwa moja kwa wanachama wa Chadema na kwa umma kwa ujumla. Aliwaomba Watanzania kuwaweka wenyekiti wote wawili wa Bawacha, Happy Mwasambili na Elda Mbegu, katika maombi yao, hasa akiwaomba wapone haraka ili waweze kurejea katika majukumu yao ya kawaida, majukumu yao ya kichama na maisha yao ya kila siku nje ya siasa. Rufaa hiyo ni muhimu kwa sababu wanawake hawa wote si wanachama wa kawaida wa chama hicho, ni viongozi wakuu ndani ya Chadema na Bawacha.
BAWACHA, kumaanisha kutokuwepo kwao hata kwa muda mfupi tu kunaathiri utendakazi wa kitengo cha wanawake wa Chadema BAWACHA katika ngazi ya wilaya na majimbo. Kupona kwao sio tu suala la matibabu ya kibinafsi, ina maana halisi kwa kazi ya uhamasishaji wa chama kwenda mbele, haswa tangu alijeruhiwa wakati wakitekeleza majukumu hayo kwa bidii kama sehemu ya msafara wa Heche. Mtazamaji, hebu sasa tuangalie na tushughulikie kile ambacho hatujui bado, na hii ni muhimu sana. Hadi kufikia ripoti hii, hakuja kuwa na taarifa rasmi kutoka kwa Chadema, kutoka kwa polisi wa trafiki au kutoka kwa mamlaka yoyote ya serikali kuelezea nini hasa sababu au kilisababisha ajali hiyo. Mwanzo hatujui ikiwa ilikuwa mwendo kasi, hitilafu ya kimtambo, uonekano mbaya, hali ya barabara au hitilafu ya madereva. Hakuna kati ya hayo ambayo yamethibitishwa hadharani. Tunachojua ni kwamba uchunguzi unaendelea kwa sasa. Mamlaka inajitahidi kubaini hali halisi iliyosababisha ajali hii inayohusisha gari la msafara wa John Heche huko Sumbawanga. Mtazamaji, sasa tuangalie jinsi chama na wananchi wamejibu kuhusiana na ajali hii. Tangu taarifa za ajali hiyo zitokee, kumekuwa na wimbi la ujumbe wa mshikamano kutoka kwa wanachama wa Chadema, viongozi wa chama na wafuasi katika mikoa mbalimbali. Watu wamekuwa wakituma maneno ya faraja, rambirambi, pole, maombi na faraja moja kwa moja kwa Mwasambili na Mbegu, wakitarajia kupona kwao haraka. Aina hii ya mwitikio wa umma ni sawa katika utamaduni wa kisiasa wa Tanzania. Wakati viongozi wakuu au timu yao ya wasafiri inapoathiriwa na maafa barabarani, kwa kawaida kuna kuwa na ujumbe wa mshikamano unaoonekana hasa kutoka ndani ya chama kimoja cha upinzani. Ni juu ya kuonyesha umoja, kama vile kujali kwa kweli kwa watu wanaohusika. Tuzungumzie pia kwa ufupi kwa nini tukio hili linapata angalizo zaidi ya duru za Chadema wenyewe. John Heche si mtu mdogo katika siasa za upinzani Tanzania. Ni mdogo wa Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho, ambaye baada ya Tundu Lissu yeye ndiye anayeshikilia usukani ndani ya chama. Ni naibu mwenyekiti wa Tanzania bara ndani ya Chadema, moja ya vyama maarufu vya upinzani nchini. Tukio lolote linalohusiana na msafara wake, hata moja ambapo yeye mwenyewe hakujeruhiwa, kawaida itavutia umakini wa kisiasa kwa sababu inahusisha operesheni na usalama wa vuguvugu la kiongozi mkuu wa upinzani nchini kote. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia Brenda Rupia kimethibitisha taarifa zote hizo rasmi kama nilivyokuelezea, na kimewataka vile wanachama na wananchi kuwaombea ahueni wanawake wote wawili ili waweze kuendelea na majukumu yao ya kisiasa na binafsi. Chanzo cha ajali hiyo pia kama nilivyokueleza bado hakijajulikana, na hata vile serikali bado haijatoa majibu au jeshi la polisi bado haijamaliza uchunguzi na kusema nini hasa kilisababisha ajali hiyo. Mtazamaji, ni haya tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au taarifa hizi. Nikikamilisha habari hizi, sisi kama Simulizi Media letu ni kutuma pole na rambirambi zetu na afueni ya haraka kwa wale wote ambao wamejeruhiwa katika ajali hii ndani ya msafara wa John Heche. Vile mtazamaji, na kuachia uwanja huo wa maoni ama uwanja wa comment chini ya video hii, utume rambirambi zako pia na pole zako kwa familia nzima ya Chadema na wafuasi wote wa Tundu Lissu. Vile mtazamaji, na kukumbusha like video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.